Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo tumeitanguliza anaonyesha na kuashiria wazi ya kwamba mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala fi ittiba'i rasulina sallallahu alayhi wasallam yako katika kumfuata mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. يقول الله ربنا سبحانه وتعالى أنسمع الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سيما إيوه محمد كوانبيا واو ikiwa ninyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, huwasamehe waja wake pale wanapokosea na wakamuomba yeye msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma. Ibadallah, al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة katika kuifasiri aya hii tukufu يقول رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة aya hii tukufu حاكمة على كل من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى. aya hii ndiyo yenye kuhukumu kwa kila yule ambaye anayedai mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi al-ayatu al-karima hakimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah subhanahu wa ta'ala wa laysa huwa ala at-tariqati al-muhammadiyya, na hali ya kuwa yeye hayuko katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yadda'i mahabbata Allah subhanahu wa ta'ala, anadai mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, وليس هو على الطريقة المحمدية، نيها يupo katika njia na yeye hayupo katika mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. يقول رحمه الله تعالى فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، hakika yeye mtu huyo ni muongo katika madai yake katika jambo lake hilo. Yeye ni muongo hayo madai anayoyadai ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. innahu kadhibun fi da'wah, hakika yeye ni muongo katika madai yake. hatta yattabi'a ash-shar'a al-muhammadiyya, mpaka pale ambapo atakapoifuata sheria ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wad-din an-nabawiyya, na akaifuata dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fi jami'i aqwalihi, katika jumla ya maneno yake, wa af'alihi, na jumla ya matendo yake, wa ahwalihi, na jumla ya hali zake, كما ثبت في الصحيح، كما يلبثبت katika sahihi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man amila amalan, yoyote atakayetenda tendo lolote, laysa alayhi amruna, tendo ambalo hakuna juu yake amri yetu, fahuwa raddun, hilo tendo ni lenye kurejeshwa, ay mardudun ala fa'ilihi, tendo hilo ni lenye kurejeshwa kwa yule ambaye aliyelitenda tendo hilo, kwa sababu halina maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walihadha qal, na kwa ajili hii akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema kuambia wao ewe Muhammad, ikiwa ninyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. aya hii ikajulisha ya kwamba almahabbatu alhaqiqiyya, mahabba ya kweli na mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, fi ittiba'i rasulina sallallahu alayhi wasallam, yako katika kumfuata mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walhadhari min alibtida', na kuchukua tahadhari kutokana na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi almahabba hiya almahabbatu alhaqiqiyya, mapenzi haya ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kuchukua tahadhari na kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi almahabba hiya almahabbatu alhaqiqiyya,
haya ndiyo mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah, kuna watu walidai ya kwamba wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtalahumullahu bihadhihi al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala akawatahini wao kwa kupitia aya hii, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema ewe Muhammad kuambia wao, ikiwa mmekuwa ninyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala haqqal mahabba, mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wakawa wao ni waongo katika madai yao, kwa sababu walishindwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadallat hadhihi alaya, ikajulisha aya hii, anna almahabbata alhaqiqiyya fi ittiba'i rasulillah, ya kwamba mapenzi ya ukweli ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala yapo katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, walhadhari min albid'i walkhurafat, na kuchukua tahadhari kutokana na albid'i walmuhdathat. Ibadallah, qad akhraja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, ametoa hadith al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, wakadhalika al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, kadhalika hadithi hiyo ameitaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, wal-lafdhu lahu, na hili tamko ambalo tutaliwasilisha leo hii ni tamko la al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, min hadithi Abdurrahman ibn Amri as-Sulami rahimahullahu ta'ala, katika hadithi ambayo ameitaja Abdurrahman ibn Amri as-Sulami, kadhalika Hujr ibn Hujr rahimahumullahu ta'ala, qala, wamesema wawili hao, ataina al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu, tulimwendea sahaba al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu, wa huwa mimman nazala fihi, na yeye Irbad ibn Sariyah ni miongoni mwa wale ambao imeteremka kwake yeye aya, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi, wala hakuna ubaya kwa wale ambao atauka litahmilahum, wamekujia wewe ili wao uwabebe wao, qulta, kisha ukasema kuambia wao, la ajidu ma ahmilukum alayhi, mimi sipati kile ambacho, sina kile ambacho nitakachoweza kuwabeba kuwapeleka katika jihadu fi sabilillah, kuwapeleka katika mapigano ya kuipambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilmi almufassiruna lihadhihi alaya, wanawachuoni wenye kuifasiri aya hii, wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi, wanasema ahlul ilmi, hadhihi alayatu alkarima min surati at-Tauba, aya hii inapatikana katika suratu at-Tauba, nazalat fi 7 nafarin min as-sahaba, aya hii iliteremka katika kundi la watu 7 katika masahaba ambao wanaitwa masahaba hao al-Bakkain, wenye kulia sana, kathirul bukaa, wengi wa kulia, walilia sana sahabatu rasulillah. Masahaba 7 miongoni mwao ni al-Irbad ibn Sariyah. Panaelezwa katika aya hii masahaba hawa alladhina atau an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, masahaba hawa walimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam, yatlubuna minhu an yahmilahum, wakitaka kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam an yahmilahum liljihad, awabebe wao kwenda katika aljihadu fi sabilillah, fi ghazwati Tabuk, katika vita vya Tabuk, lifaqrihim, kwa sababu ya ufakiri wao, hali zao zilikuwa ni duni, walikuwa ni dhuafa, ni watu madhaifu, wanyonge katika hali zao. Wakamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam awabebe wao, awasaidie na wao waweze kufika katika mapigano, waweze kufika katika jihadu fi sabilillah, katika ghazwatu Tabuk. Faqala lahum rasulullah,
Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wao, la ajidu ma ahmilukum alayhi, mimi sina kile ambacho, similiki kile ambacho kinaweza kukusaidieni nyinyi mkafika katika aljihadu fi sabilillah. Fatawallau bakin, wanaeleza ahlul ilmi, wale masahaba wakaondoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bakina bishiddati huznihim, wakiwa ni wenye kulia kwa sababu ya ukubwa wa huzuni yao. Walipata huzuni kubwa pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia, la ajidu ma ahmilukum alayhi, sina kile ambacho kitakachoweza kukusaidieni nyinyi kwenda kupambana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawallau bakina bihuznihim, wakaondoka hali ya kuwa ni wenye kulia sana, na ndiyo maana wakaitwa albakkaun, wenye kulia sana. Kwa nini wamelia sana? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaeleza wao hamiliki kile ambacho kinaweza kuwabeba wao na kuwapeleka katika jihadu fi sabilillah. Wakaondoka hali ya kuwa ni wenye kulia, liannahum, kwa sababu wao lam yajidu ma yunfiquna, hawakupata kile ambacho wanaweza kukitoa ala anfusihim, kuzitolea nafsi zao liljihad, kwa ajili ya mapambano kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala bayana fi hadhihi al-aya, akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, annahu la haraja alayhim, ya kwamba la ithma alayhim, hakuna madhambi kwa wao, wa hum ma'dhurun, na wao ni wenye kupewa udhuru na sharia ya Uislamu kwa sababu ya kukosa kile ambacho kinaweza kuwafikisha wao katika jihadun fi sabilillah. Hadhihi al-aya imeingia katika maelezo ambayo wameyataja wanawachuoni wawili, ameyataja Abdurrahman ibn Amr, kadhalika ameyataja maelezo haya Hujr ibn Hujr, walipoyapokea maelezo haya wakati wanapokea hadithi kutoka Irbad ibn Sariya. Nasema ataina al-Irbad ibn Sariya, tulimwendea al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, wa huwa mimman nazala fihi, na Irbad ibn Sariya ni miongoni mwa wale ambao imeteremka kwa wao aya ikiwahusu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawana ubaya wale ambao waliokujia wewe wakakuomba uwabebe wao, uwape nguvu na wao waende katika jihadu fi sabilillah. Kisha anasema fasallamna wa qulna, tukamsalimia al-Irbad ibn Sariya, tukamtolea salamu sahaba, wa qulna, na tukamwambia atainaka zairin, sisi tumekujia wewe hali ya kuwa ni wenye kukuzuru. Atainaka zairina wa aidin, tumekujia wewe hali ya kuwa ni wenye kukuzuru na hali ya kuwa ni wenye kukufanyia al-iyada. Tumekuja kukutembelea katika hali yako ya maradhi, wa muktabisin, na tumekujia wewe hali ya kuwa ni wenye kutafuta kuchuma kutoka kwako al-ilm, kana kwamba wanamwambia al-Irbad ibn Sariya, tupe elimu ulioichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. فقال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه, العرباض بن سارية akasema kuambia watu hawa wawili, salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitusalisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yawman, thumma aqbala alaina, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelekea, fawa'adhana maw'idhatan balighatan, akatupa mau'idha ambayo ni yenye kufika upeo wa juu. Wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun, nyoyo zilitetemeka kutokana na mau'idha hayo na macho yakabubujikwa na machozi kutokana na mau'idha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mau'idhatun baligha. Faqala qailun, akasema mmoja katika masahaba, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, madha ta'hadu ilaina, ni kipi ambacho unatuhusia ewe Mtume wa Allah? Kaannaha maw'idhatu muwaddi'in, kana kwamba mau'idha haya ni mau'idha ya mtu mwenye kuaga. Kaannaha maw'idhatu muwaddi'in, kana kwamba mau'idha haya ni mau'idha ya mtu mwenye kuaga. Famadha ta'hadu ilaina, ni kipi ambacho unatuhusia ewe Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-ta'a, na kuhusieni kadhalika kuwa na usikivu na utiifu. Wa in abadan habashia, hata kama atakutawaleni
atakuwa kiongozi wenu abdan habashia, mtumwa aliyetoka katika ardhi ya Habasha. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, kwani hakika mambo yalivyo, yule atakayeishi umri mrefu baada yangu mimi, akapata umri mrefu baada yangu mimi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi, ataona tofauti nyingi. Wa kullun yaz'umu annahu ala alhaq, na kila mmoja anadai ya kwamba yeye yuko katika haki. Hili amelitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba zitakuja kutokea ikhtilafat. Atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja dawa ya hili gonjwa la ikhtilafu baina an-nas, kutofautiana baina ya watu. Wa kullun yaz'umu annahu ala alhaq, na kila mmoja anadai ya kwamba yeye yuko katika haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa alaykum bisunnati, mtakapoona hali hiyo ya ikhtilafat baina an-nas, kutofautiana kwa baina ya watu, fi mas'alatin ma, katika jambo fulani, fa alaykum bisunnati, basi ni juu yenu kulazimiana na mwenendo wangu mimi, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna ya makhalifa wangu waongofu. Tamassaku biha, shikamaneni na mwenendo huo. Wa addu alaiha bin nawajiz, na muungate mwenendo huo kwa meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini, chukueni tahadhari katika wakati huo, wakati ambao watu wametofautiana ndani yake. Iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani hakika kila jambo lenye kuzuliwa kwa wakati huo ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu, wal iyadhu billah. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yudhakiru ashabahu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwakumbusha masahaba zake an ahamiyati littiba', kunako umuhimu wa kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khatari libtida', na khatari ya kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana yaqulu fi hadithihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa akisema katika mazungumzo yake, fa inna khayra al-kalami kalamullah, hakika bora ya maneno ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna khayra al-hadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na mwongozo ulio bora ni mwongozo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale mambo yenye kuzuliwa. Ukitaka kujua shari ya mambo, basi yatazame yale mambo ambayo ahdathaha an-nas, wameyazusha mambo hayo watu. Hayo mambo waliyozusha watu ndiyo mambo yenye shari. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fi an-nar. Tumekasema hakika kila chenye kuzushwa ni bid'a, wa kulla bid'atin dalalah, na kila kilichozushwa ni katika upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni katika moto, wal iyadhu billah. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuhadhiru ashabahu, anawatahadharisha masahaba zake min al-bid'i, anawatahadharisha kutokana na al-bid'a wal muhdathat. Anawaambia, fa inna kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fi an-nar. Yuhadhiru ashabahu, anawatahadharisha masahaba zake. Kadhalika yuhadhiruna, anatutahadharisha sisi umati huu ya kwamba yale mambo yaliyozuliwa ni mambo yaweza kumpeleka mtu katika moto, wal iyadhu billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ayuha nnasu ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla marratan thaniya. Ayuha nnas, nakuhusieni kadhalik, naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara ya pili. Fa innahu qad faza almuttaqun, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala almuttaquna ibadallah. Ahlul ilm wakifasiri neno albid'a, albid'atu fi ddin,
uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiya kullu ma uhditha ba'da mauti an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kila lile jambo ambalo limezuliwa baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam, biqasdi at-ta'abbudi, kwa makusudio ya kufanya ibada, walaysa alayha dalilun min al-kitabi wala min as-sunnah, au walaysa alayhi dalilun min al-kitabi wala min as-sunnah, na likawa jambo hilo halina dalili si katika kitabu Qur'anul Karim wala katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ndio uzushi. Uzushi ni kila kile ambacho kimezushwa baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa makusudio ya kufanya ibada, na likawa jambo hilo halina dalili si katika kitabu Qur'anul Karim wala katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi hiya albid'a. Hii ndiyo maana ya albid'a. Wanasema ahlul ilmi, ishna rajaban faraaina ajaba, tumeishi katika mwezi wa Rajab tukaona ajabu nyingi. Katika miezi ambayo kathurat fihi albid'a, zimekithiri ndani yake albid'a walmuhdathat, mambo yaliyozuliwa. Hadha shahr, ni huu mwezi shahru Rajab, ni mwezi ambao ndani yake kuna almuhdathat, ni mwezi ambao ndani yake kuna albid'a walkhurafat. Wa min tilkum albid'a allati ahdathaha an-nasu fi hadha ash-shahr, na miongoni mwa bid'a ambazo watu wamezizua katika mwezi huu, mwezi wa Rajab, ni bid'a ya salatu ar-raghaib. Ni bid'a ya sala inaitwa salatu ar-raghaib. Sala hii husaliwa katika usiku wa mwanzo, katika usiku wa siku ya Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Kwa hivyo kuna watu wameshalizua hii, wameshaizua hii salatu ar-raghaib, wameshaifanya hii salatu ar-raghaib. Tuna wajibu sisi wa kuyabainisha mambo haya. Sala hii salatu ar-raghaib hakuisali mtume sallallahu alayhi wasallam wala sahabatuhu al-kiram wala masahaba zake watukufu radiyallahu ta'ala anhum biljami', wala a'immatu al-huda, wala wanawachuoni walioongoka hawakuisali sala inaitwa salatu ar-raghaib. Bali al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ametaja kuwa hadhihi sala bid'atun munkara. Sala hii almusamma bi salati ar-raghaib, inayoitwa kuwa salatu ar-raghaib, sala hii ni bid'atun munkara, ni bid'a na ni uovu. La yanbaghi lilmuslimi an yusalliha, haitakikani kwa muislamu kuisali sala hii. Kuisali sala hii muislamu ni kueneza bid'a wal khurafat. Wa min albid'a, na miongoni mwa bid'a ambazo ahdathaha an-nasu fi hadha ash-shahr, wamezizua watu katika mwezi huu, takhsisu hadha ash-shahr, ni kuhusisha mwezi huu, mwezi wa Rajab, bisiyam, kuhusisha mwezi huu, mwezi wa Rajab, kwa funga maalum. Hadhihi min albid'a. Hili kadhalika ni katika bid'a ambazo wamezizua watu katika mwezi huu wa Rajab. Na ndio maana ahlul ilmi wameeleza, ishna rajaban faraaina ajaba, tumeishi katika mwezi wa Rajab tukaona mambo ya ajabu sana. Miongoni mwa mambo ya ajabu yaliyoonekana katika mwezi huu wa Rajab ni kuhusisha mwezi huu wa Rajab kwa funga, jambo ambalo ma thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam, haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wala sahabatuhu alkiram wala masahaba zake al-akarim radiyallahu ta'ala anhum wala al-a'imma wala wanawachuoni, haijapatapo kuthibiti ya kwamba wao walihusisha mwezi huu wa Rajab kwa funga maalumu ambayo wao walikuwa wakifunga. Wa min al-bid'a, na miongoni mwa bid'a ambazo wamezizua watu fi hadha ash-shahr, katika mwezi huu, mwezi wa Rajab, al-ihtifal fi lailati as-sabi' wal-20 min hadha ash-shahr, ni kusherehekea katika usiku wa tarehe 27 katika mwezi huu. Yazumuna annaha lailatul isra wal mi'raj, wakidai ya kwamba usiku huu wa tarehe 27 katika mwezi huu ni usiku ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa katika safari yake ya Isra na Mi'raj. Kwa hivyo kuna watu wanasherehekea usiku huo, usiku wa tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab, wakidai ya kwamba usiku huo ndio usiku wa al-Isra wal Mi'raj,
wanasherehekea katika usiku huo. Kadhalika wanauhusisha usiku huo bishatta anwa'i al-ibadat, kwa aina mbalimbali za ibada. Wanauhusisha usiku huo, wanauhusisha usiku huo na wanauhuisha usiku huo kwa aina mbalimbali za salawati wa da'awat. Wanaomba dua mbalimbali, na wengine wakauhusisha usiku huo kwa kukaa misikitini na kuanza kuhadithiana hadithi mbalimbali na historia mbalimbali kuhusiana na kisa cha al-Isra wal Mi'raj. Ibadallah, mambo haya ambayo watu wanayafanya leo hii kwa kuhusisha usiku huu wa tarehe 27 kwa ibada mbalimbali na kusherehekea usiku huu, ma faalaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mambo haya hakuyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kwamba sisi tunakiri na tunakubali ya kwamba safari hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, safari ya al-Isra wal Mi'raj, ni qissatun wa mu'jizatun azima, ni qissa na ni muujiza mtukufu, la shakka fiha, hauna shaka ndani yake. Lakin ahlul ilm ikhtalafa, wametofautiana wanawachuoni. Je, usiku huo wa kwenda Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Isra na Mi'raj ulikuwa ni usiku wa tarehe 27 katika mwezi huu wa Rajab, au ulikuwa ni usiku wa tarehe nyingine isiyokuwa hiyo? Ikhtalafa fihi ahlul ilm, wanawachuoni wametofautiana katika hilo. Hata kama ingekuwa ahlul ilm wameafikiana wote kwa pamoja ya kwamba usiku huo ulikuwa ni usiku wa tarehe 27, lakini jambo la kusherehekea, je, limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Jambo la kuhuisha usiku huu kwa ibada mbalimbali, je, limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Aljawabu ni kwamba jambo hilo halikuthibiti. Hakupatapo Mtume sallallahu alayhi wasallam kukaa hata siku moja na masahaba zake baada al-Isra wal Mi'raj akaanza kuhadithia kisa hicho kwamba siku hii ilikuwa ni siku ambayo nilipelekwa mimi katika Isra na Mi'raj. Wala masahaba wa Mtume wa Allah radhiyallahu anhum hawakupatapo hata siku moja kukaa na wanafunzi wao usiku wa tarehe 27 katika mwezi wa Rajab na kuwahadithia kwamba usiku huu ndio usiku ambao alipelekwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake na Isra na Mi'raj. Aina wajadtum hadha? Mmelitoa wapi hili mpaka ninyi msherehekee? Hili mmelitoa wapi? Mmoja katika wao akadai ya kwamba hapa imetumika qaida muhimma, qaida fiqhiyya usuliyya, kwamba ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, kile ambacho la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, hautimii wajibu isipokuwa kupitia kitu hicho, basi na chenyewe ni wajibu. Anawauliza watu wake, je, kuisoma historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amrun wajibun am laysa biwajib? Ni jambo la wajibu au si wajibu? Tunaitikia naam, ni wajibu. Wa nahnu naqul wajibun, na sisi tunasema kuisoma historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo la wajib, bali ni katika misingi mama katika dini hii ya Uislamu. Thalathatul usul imetaja hilo katika misingi mama ya kuijua dini hii ya Uislamu. Maarifatul abdi rasulahu sallallahu alayhi wasallam, ni mja kumjua mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kuisoma historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali sisi pia tunasomeshana historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hatuhusishi usiku wa tarehe 27 kuwatajia watu historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya al-Isra wal Mi'raj. Kitendo cha nyinyi kuhusisha usiku huu kuambia watu historia ya Isra na Mi'raj, eti kwamba watu hawa wameshughulishwa huko nje, lini watapata kuijua dini yao, mkahusisha hivi. Aina wajadtum hadha? Wapi mmelitoa hili? Mmelitoa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mmelitoa kwa masahaba wake al-akarim radhiyallahu anhum? Am mmelitoa kwa wanawachuoni al-a'immatu al-muhtadin? Aina wajadtum hadha? Mmelitoa wapi hili? Wa nahnu naqulu lakum, na sisi tunakuambieni baada ya kuitaja hiyo qaida, baada ya kuitaja hiyo kanuni kwamba ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, kile ambacho hautimii wajibu isipokuwa kwacho basi na chenyewe ni wajibu. Ni wajibu kujifunza historia ya Mtume, kwa hivyo ni wajibu kutaja usiku wa tarehe 27 historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha khata, hili ni kosa. Sisi tunawaambia alibadatu mabnaha ala tawqif, ibada
zimejengwa juu ya at-tawqif. Tunawaambia kanuni nyingine, hiyo kanuni nyinyi mmeiweka katika sehemu isiyokuwa yake. Wada'tumul qawa'ida fi ghairi mawdi'iha, mmeiweka kanuni katika sehemu isiyokuwa yake. Na sisi tunawaambia al-ibadatu mabnaha ala at-tawqif. Kusoma historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ibada, na ibada imejengwa juu ya at-tawqif. La yajuzu at-ta'abbud lillah, haifai kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala illa idha kanat hadhihi al-ibada, isipokuwa itakapokuwa hii ibada qad thabata min an-nusus, imethibiti ibada hiyo katika nusus, imethibiti katika kitabu, imethibiti katika sunna. Aina wajadtum hadha, mmelipata wapi hili? Aina akhadhtum hadha, mmelitoa wapi hili? La kuhusisha usiku wa tarehe 27 kwa kusherehekea Isra na Mi'raj, ya kuhusisha usiku wa tarehe 27 kwa kufanya ibada mbalimbali, ya kuhusisha usiku wa tarehe 27 kwa kuhadithiana kisa cha Isra na Mi'raj. Aina wajadtum hadha? Ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jambo hili hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama fa'alahu as-sahaba, wala jambo hili hawakulifanya masahaba al-akarim radhiyallahu ta'ala anhu, wala al-a'imma, wala wanawachuoni hawakulifanya jambo hili. Aina wajadtum hadha, mmelitoa wapi hili? Na hii qaida mlioitumia ni qaida ambayo mmeitumia katika sehemu isiyokuwa yake. Ibadallah, Hassan ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala yaqul, anasema Hassan ibn Atiyya rahmatullahi ta'ala alayhi, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha, hawajazua watu bid'a yoyote katika dini yao illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwaondoshea katika mwenendo wao wa mtume mfano wa hiyo bid'a walioizusha. Thumma la yu'iduha ila yawm al-qiyamah, kisha Allah subhanahu wa ta'ala la yu'idu hadhihi sunna, hairejeshi hii sunna ambayo nazaaha, ameiondosha, ila yawm al-qiyamah, mpaka siku ya kiyama. Kwa nini hatuwaonee huruma vijana wetu na watoto wetu? Wataukuta uislamu gani hawa? Hawa watoto wetu wataukuta uislamu gani ikiwa wakati huu tulionao ni wakati ambao kathurat fihi albid'a, na sisi tumanyamaza kimya, hatuzizungumzi bid'a, na tunaona kuwa ni sawa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna zinaondoshwa shay'an fa shay'a, sehemu kwa sehemu. Wasunnatu hiya alislam, na sunna wasunnatu hiya alislam, na sunna ndio Uislamu. Uislamu unaondoka, Uislamu unaisha kwa watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tuache watu hawa wazue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini tuache watu hawa wafanye vile wanavyotaka katika dini ya Allah, na kadiri wanavyozidi kuzua ndivyo Uislamu unavyokwisha? Shay'an fa shay'a, mabtada'a qaumun fi dinihim, hawajazua watu katika dini yao bid'atan illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha, isipokuwa Allah huondosha katika mwenendo wao wa mtume mfano wake. Thumma la yu'iduha ila yawm al-qiyamah, na hiyo hairudi tena mpaka siku ya kiyama. Watoto wetu tunaweka wapi? Wataukuta uislamu gani hawa watoto wetu? Idha sakatna an hadha, ikiwa tutanyamaza kimya kunako hili, watoto wetu wataukuta uislamu gani? Hawatakuta uislamu, watakuta ni khurafat wa muhdathat wa bid'at, watazikuta bid'a nyingi, watazikuta khurafat, watakuta mambo yaliyozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawataupata ule uislamu asafi, uislamu safi aliyouacha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, waman yushaqiqi ar-rasul, na yule yote ambaye atakayempinga mtume min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wayattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini, akafuata njia isiyokuwa njia ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannama, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wasaat masira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin
ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.